Saa zingine ilikuwa tunaingia kwa mfuko tukianza, but sasa hivi tulikuwa tuna make approximately 5,000 to 10,000 in a day. Unajua hii Pavon C6? Hiyo madam ni scam. Watu wengi sana wamekuja wanaskamiwa. Explaining that to a client anakuona kama wewe ndo uelewi chenye unafanya ama wewe ndo unamscam. Because of that, we have a website and a web app, and we also have an Android app. In a normal week, we manage to save up to 2 hours of our clients' time. So una focus na your first job as we do the rest. Yetu ni kufanya kazi yako ikuwe rahisi. Naitwa James Gitonga. I'm the founder of Errand with Ease. Na slogan yetu inakuaga, we run your errands where you run the world. Kazi yetu ni kufanya kazi yako ikuwe rahisi. Choice nimekuja kufanyia shopping our clients. My journey started in 2025. Niliona opportunity ya kuna watu wengi sana wako up country but still wants to do business in Nairobi. Now one instance that caught my eye na my attention ilikuwa time nilikuwa nimeenda Eastleigh kufanya shopping. Hii shop nilikuwa nimeiona TikTok na ilikuwa inasema if you buy 3 shirts you'll get it at 1,000. So hii deal ilikuwa very enticing. I decided to go for it. Just to go to the shop, hiyo mall, soja akaniambia hata hiyo shop unatafuta hata hai exist hapa, na watu wengi sana wamekuja wanaskamiwa. Kuna opportunity pia, people are not able to get to the shops. Wengi sana ukuwa scammed in the middle of getting good deals. So nikaona opportunity ya ile seed ya kuanza kusaidia watu kufanya errands wenye kwa up country ikaanza kugrow. Now that nimeona another chance ya kufanyia watu shop verification. Kwa up country, tumeona shops online, huko sure kama ni legit shops. So what we do is, tunatutumia hiyo location hiyo shop, tunaenda, tunaconfirm kama shop ina exist. So nika create social media platform, ilikuwa TikTok, nikaanza kuifanya mimi peke yangu. But over time, errands ikaanza kuwa mob. Ikakuwa overwhelming. I decided to pull people into the crew and started working with them. Sasa office wapi ya kupika kwa luxury? My name is Aida Siele. I've been a runner with Errands with Ease for a year now. Mimi ndo niko kwa ground. Namba iko wapi hii? Sawa. Nenda I love this job because nimeinteract sana na customers wengi. It has been 1 year of me running errands. Niliona there is a gap pia kufanya errands but kukua bila systems na processes. Kwa systems, I brought in a partner mwenye ni Marvin. My name is Marvin Award. Nafanya na Errands with Ease, mainly on the system side. One of the biggest challenges yenye ilikuwa ni client akipost errand hana njia ya kufuatilia, na unapata most of these errands ziko na very specific needs. So if you have let's say 20-30 clients na unatumia WhatsApp, unapotea kwa hizo messages. Because of that, we have a website and a web app, and we also have an Android app. This is how the app looks like. In the dashboard, your client, assuming when the client this is what you see. Let me just choose, for example, pick and drop. Then hapa sasa I just put the details of the errand. So unaweza sema parcel, maybe easy coach, and then pick up location can be Nairobi CBD. Then click up details can be easy coach, and then drop off unataka maybe tuipeleke Basaraha buses or something of the sort. Then special instructions. Maybe the item is fragile, so unasema tu fragile, maybe handle with care, something like that. So inakuwa very easy to manage your errand, unajua ni nani anaifanya. Alafu pia iko very easy for you to track every status of your errand. Unapata SMS every time kuna an update on your errand. And then pia ikiisha, unalipa, in-update hapo. The other side pia, runners pia, they are very much enabled in terms of manage their errands. By doing that, we are able to ensure that the service delivery for every client equal as fast and as seamless as possible. We have different types of errands. Our main one is pick and parcel, where client anataka tu uende uchukue parcel yake mahali and then maybe we dispatch kwingine. Most of it normally happens within the CBD. Sasa ina depend on the exact type of parcel, because kuna parcel inaweza kuwa ni bahasha, kuna ingine inaweza kuwa maybe ni gunia fulani. So depending on the type of parcel, the price normally varies. The cheapest inakuanga around 150, so that is the simplest type of errand that we run. But saa zingine hata inaweza fika 1,000. One of the things that I'm so proud about ni tunaweza kusaidia kumanage the other job yenye uko nayo. Tunajua uko employed, but najua bado kuna side hustle. In a normal week, we manage to save up to 2 hours of our clients' time. So wenye wangekuwa wanakuja town, wanafanya errands, then wanarudi kwa makazi zao. So una focus na your first job as we do the rest.
Sasa Haya, mzuri sana. unajua hii Pavon C6 C6. Wanajiita aje? Pavon Collections. Hiyo madam ni scam. Wamekuwa scam watu hivyo, so that's a scam. So hai exist. It does not exist here. One of the challenges maybe I've faced with this job ni ile time yenye client anakutuma kwa shop, then you will find the shop maybe ni scam. So explaining that to a client, sometimes it's a big challenge because saa zingine client anakuona kama wewe ndo uelewi chenye unafanya ama wewe ndo unamscam. So it's hard to explain to the client like this shop doesn't exist and maybe make it a smooth errand. Tulikuwa na incident yenye client ametutuma Thika tumconfirmie shop, only to go to Thika tunafind hii shop ni scam, but kwanza kumutisha do akasema ndio kupata hiyo kitu she wouldn't have to pay for the amount, so we had to pay for the errand runner mwenye alienda hadi Thika, tukalipa fare, the time taken yenye tume waste pia it went to waste. So these are some of the challenges that we face on a daily, na pia weather ya Nairobi si rahisi, traffic si rahisi, but we still manage to do it either way. Business yetu imekuwa ikigrow. Saa zingine ilikuwa tunaingia kwa mfuko tukianza, but saa hii tumemanage kwa tuna make approximately 5,000 to 10,000 in a day. Our end goal, we want to have a courier service for ourselves yenye tuko na end-to-end process ya kuchukulia client mzigo ama kumfanyia errand na pia kumdeliver their doorstep using a courier service of our own. But for now, tunatumia za wengine. For instance, tunaweza fanyia client shopping, aseme mimi nataka kudeliviwa na Bolt, Uber ama pia matatu. So it all depends with client kitu anataka na pia mahali yako. Juu yenu tunampatia hiyo liberty ya kuchagua how well they want to receive their products.